Lin Hu alikimbiza pikipiki yake kwa kasi ya ajabu, akivuka barabara na njia ndogo ndogo kwa lengo moja tu: kumkamata mhalifu aliyekuwa ametoroka baada ya kuvamia duka kubwa la supermarket na kuiba fedha zote. Mhalifu huyo alitoroka kwa haraka, akiamini hakuna mtu angeweza kumfuata, lakini hakujua kuwa Lin Hu alikuwa nyuma yake, akiwa na dhamira ya kuhakikisha haki inatendeka. Alipomkaribia kwa umbali wa takribani mita 3, Lin Hu alikamata bastola yake kutoka kwenye mkanda kiunoni. Aliamua kujaribu kumzuia kwa kutumia nguvu ya silaha. Risasi ya kwanza alifyatua moja kwa moja kuelekea kwa mhalifu huyo, lakini kwa ujuzi mkubwa, mhalifu huyo aliikwepa. Risasi ya pili pia haikumgusa. Kwa haraka na umakini, Lin Hu alibadili mbinu. Badala ya kumlenga tena moja kwa moja, aliamua kulenga tairi la pikipiki aliyokuwa akiendesha mhalifu. Risasi ya tatu ilifyatuliwa na kupiga tairi hiyo, pikipiki ikayumba na hatimaye ikaanguka. Mhalifu huyo, akiwa amejeruhiwa kidogo, alijaribu kukimbia kwa miguu. Lin Hu hakupoteza muda, alishuka kwenye pikipiki yake na kumpiga risasi nyingine mguuni. Mhalifu huyo akaanguka chini, hana uwezo tena wa kutoroka. Lin Hu alimsogelea, akamnyooshea bastola na kumwamuru anyooshe mikono juu. Bila kusita, mhalifu huyo alitii. Lin Hu alimfungia pingu na kumpigia simu askari mwenzake aje na gari la polisi. Baada ya dakika 25, askari mwenzake alifika, wakampakia mhalifu kwenye gari na kumpeleka kituoni kwa ajili ya mahojiano zaidi. Walipofika kituoni, Lin Hu alimhoji mhalifu huyo akiwa amekaa kwenye chumba maalum. "Jina lako nani?" aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Mhalifu huyo, akiwa ameinamisha kichwa kwa aibu, alijibu kwa sauti ya chini, "Tondao." Lin Hu alianza kuandika taarifa zake, lakini kabla hajamaliza, mlango wa chumba cha mahojiano ulifunguliwa ghafla. Askari mmoja aliingia kwa haraka, uso wake umejaa wasiwasi. "Kuna taarifa za dharura zimelifikia jeshi letu," alisema. Lin Hu alisimama kwa mshangao. "Kuna nini kimetokea?" Askari huyo alieleza kuwa kikundi hatari kijulikanacho kama Blood Army kilikuwa kimetekeleza shambulizi kubwa katika jengo la maonyesho ya sanaa. Watu wengi walikuwa wameuawa, wengine kujeruhiwa vibaya. Lin Hu alitazama juu kwa masikitiko, akijua kuwa kazi ya kulinda raia haijawahi kuwa rahisi na kwamba vita dhidi ya uhalifu haijawahi kuwa na mwisho. Lin Hu aliendelea kuchunguza kwa bidii. Alirudi katika chumba cha mahojiano na kuendelea kuchukua taarifa kutoka kwa mhalifu. Alipomaliza, alielekea kwenye shughuli zingine ambazo bado zilikuwa hazijakamilika. Ilipofika jioni, Lin alichukua gari lake na kuelekea nyumbani kwake, akiwa amechoka kutokana na siku ndefu ya kazi na msongo wa mawazo mwingi. Alipofika, alikaa kimya, akiangalia machweo ya jua kwa huzuni. Kesho yake asubuhi, Lin aliamka mapema kama kawaida na kuanza kujiandaa kwenda kazini. Lakini kabla hajaondoka, aliamua kuanzia kwa mpenzi wake Dasmari, ambaye alikuwa hajamuona kwa muda mrefu. Alikuwa na hamu kubwa ya kumuona na kuzungumza naye. Alipofika nyumbani kwa Dasmari, aligonga mlango kwa furaha. Mlango ulipofunguliwa, alimuona Dasmari. Uso wake ulijaa tabasamu. Kwa furaha alimwambia, "Nimekumisi sana mpenzi wangu." Lakini mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Dasmari alimsukuma Lin Hu nyuma kidogo na kumjibu kwa sauti ya mshangao na dharau, "Umemmiss nani?" Lin Hu alishtuka sana kutokana na jibu hilo. Alijikuta akitetemeka, macho yake yakimwangalia Dasmari kwa mshangao mkubwa. Alisema kwa huzuni, "Unamaanisha gani unaposema hivyo?" Dasmari alimkazia macho kisha akasema kwa dharau, "Hivi wewe ni mwanaume wa namna gani? Hujawahi hata kunijali kama mpenzi wako. Umejishughulisha na kazi zako tu. Sasa nipo na mtu mwingine ambaye ananipa muda wake." Lin Hu, akiwa amesononeka, alijaribu kujieleza kwa sauti ya pole. Alisema, "Lakini mbona unanifanya hivi, Dasmari?" Wakati akizungumza, sauti ya mwanaume mwingine ilisikika kutoka ndani ya nyumba ya Dasmari, akimuita kwa sauti ya kumiliki. Mwanaume huyo alitoka nje akimwangalia Lin Hu kwa mshangao. Akamgeukia Dasmari na kumuuliza, "Bebe, huyu ni nani?" Dasmari alijibu kwa sauti ya utulivu lakini ya kuumiza, "Achana naye mpenzi, anatusumbua tu." Kisha akamwambia Lin Hu kwa sauti ya mwisho yenye baridi kali, "Naomba uondoke nyumbani kwangu." Lin Hu alibaki amesimama kimya, macho yakiwa na machozi, moyo wake ukiwa umevunjika vipande. Hakukuwa na neno lingine aliloweza kusema. Akageuka taratibu na kuondoka, akiwa amejaa huzuni na masikitiko.